Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti, haina formula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa. Kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka 5 mwaka huu 2025 mpaka 30, moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hivyo basi kuhudumisha, kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kuwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza.